chuo mbali na kwenda kusoma ni sehemu ya kutengeneza networking, kwa sababu ukishatoka pale ndani ya miaka 3 pale tunaenda kusomea kazi. Yeah. Nikiwa na maana ya kwamba sio tu kwamba kwenda kujiajiri, unaenda kusomea kazi na unachukua ujuzi pale, waweza kujiajiri ama kwenda kuajiriwa. Ile ndio final stage ya kwako wewe ya kwenda kazini, kwa sababu ukitoka chuo automatically unaenda kazini. Kwa hiyo pale inabidi usome kwa nidhamu na utengeneze networking, utengeneze connection kubwa ambayo inaweza kukusaidia. Connection kwa maana kwamba uwe na nidhamu. Ushanifahamu? Sisemi nidhamu eti ya kumsalimia mtu, wewe shikamoo bro, shikamoo mwalimu, shikamoo kaka. Hapana. Nikiwa na maana ya kwamba nidhamu, wewe unaweza kutengeneza vipi mindset yako ikiwa katika msawazo wa kuweza kutengeneza kutafuta ama kutengeneza wanasema system, kutengeneza system ambayo ni potential na wewe. Kwamba bwana, mbali na connection tu pia ujioneshe. Chuo ni sehemu ya kujiuza. Unauza taaluma yako, unauza kipaji chako, unauza ujuzi wako. Kuna ambao wana talenti za soka, pale ndio sehemu ya kuonesha talenti yako. Kuna ambao wana talenti za kudansi, kuimba muziki. Kuna ambao wana talenti nyingine za let's say kuogelea na vitu kama hivyo. Ingawa kuna vio ambao vinafundisha michezo, lakini hata hiyo kama unasomea michezo ni sehemu ya kuonesha pia. Na kuna mwingine asomei michezo lakini ana uwezo wa kudansi vizuri, ana uwezo wa kucheza vizuri. Kuna mtu ni mzuri wa kwenye graphics. Kuna mtu ni mzuri wa kwenye let's say kutengeneza mpaka zile picha mbao. Zile picha mbao jamani tunashindwa kutengeneza. Kaa chini. Kwani picha mbao ni nini? Picha mbao wewe ni kupiga tu picha na kuchukua ule ubao wako na kuweza kufitisha picha pale kwenye ubao. Very easy. Lakini kwenye uhodari wa kupiga picha, unapigaje picha yako? Picha yako, your photo can tell a story. Your photo can building magic inside. Ndani kuna magic, kuna maajabu. Yani picha ambayo mtu anaweza akaiona hivi akaishangaa, ikawa ina story, ina vitu behind.